Mange Kimambi ameibua mbinu ambayo inataka kutumika na serikali ya kidikteta ili kumwangamiza. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Katika ulimwengu wa kisiasa ambapo hofu na udikteta vinachukua nafasi kubwa, kauli ya Mange Kimambi ambaye ni mwanaharakati ambaye anaishi Marekani anatoa onyesho lisilo la kawaida la hatari zinazokabili wananchi wa Tanzania na wale wanaojaribu kushirikiana kutoka nje. Kauli yake hivi karibuni inaweka wazi kwamba diaspora ya Watanzania haiko salama, hasa wale wanaojihusisha na haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na kushirikiana na vyombo vya habari vya kimataifa. Mange anabainisha hatari za moja kwa moja, ikiwemo uwezekano wa mashambulizi, kumdaka na kudakwa kwa njia ya kimkakati, pengine kwa msaada wa vyombo vya dola. Kwa kuangalia historia ya kisiasa ya Tanzania, kauli hii haiwezi kupuuzia, kwani CCM kama chama kilichotangulia kwa zaidi ya miongo mitatu imepitia awamu mbalimbali za kudhibiti upinzani, kuzuia uhuru wa kujieleza na kudhibiti mitandao ya kijamii na maandishi ya habari. Kutokana na ripoti za mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch na Amnesty International, kulikuwa na kuripotiwa kwa ukandamizaji wa upinzani, kukamatwa kwa wanaharakati na kufungwa kwa waandishi wa habari wasio na hatia. Hali hiyo sasa inaonekana kuenea katika hata kwa diaspora, ambapo viongozi wa haki za binadamu na waandishi wa habari wanapewa vitisho vya kigeni. Mange anataja mifano halisi, kwani baadhi ya wanasiasa wa upinzani wa East Africa waliokuwa wakiishi Ulaya walinyongwa kwa hila za kiusalama, wakitumia mialiko ya kimataifa kuingia katika maeneo hatari, mara private jet, mara mialiko ya kifedha, ila kuwadaka au kuwadhibiti kwa njia ya kisiasa. Tukio la Rwanda ambapo mpinzani wa Kagame alitakiwa kuondoka Ulaya kwenda Dubai na kuishia ndani ya eneo la hatari linatoa onyesho halisi la jinsi mamlaka zinazotumia nguvu zinavyoweza kudhibiti diaspora zao. Na Mange analinganisha hali hiyo na Tanzania, akibainisha kuwa CCM inaendelea kuleta uoga na kudai uhalali baada ya kuua wananchi wake, na itatumia mbinu zote ili kudhibiti wananchi wa diaspora wanaoshirikiana kisiasa. Uchunguzi huu unapaswa kueleweka kwa muktadha wa ndani wa Tanzania. Kwa miaka michache iliyopita, nchi imekuwa ikikumbwa na tukio la mauaji na kukamatwa kwa wanaharakati wa upinzani, na taarifa za Tanzania Human Rights Defenders Coalition zimeonyesha kuwa hatari za kuhoji serikali, kuandaa kampeni za kidiplomasia au kushirikiana na waandishi wa habari haziishi ndani ya mipaka ya nchi pekee, bali zinahusisha diaspora. Kuenea kwa mtandao wa CCM na kudhibiti kufuatilia diaspora ni ishara wazi ya namna serikali inavyoweza kueneza hofu kimataifa. Mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, kulikuwa na matarajio ya mabadiliko ya kimaadili katika siasa za ndani na uwajibikaji wa viongozi. Hata hivyo, tukio la diaspora linathibitisha kuwa CCM bado inatumia mbinu za kihistoria za kudhibiti upinzani, ikiwemo kutumia uoga, mashambulizi yasiyo rasmi na kueneza propaganda ili kudhoofisha mamlaka ya kimsingi ya vyama vya upinzani. Na Mange anasisitiza kuwa hata akipewa mialiko ya kimataifa, wanasiasa na waandishi wa habari wa diaspora wanapaswa kuwa makini, kwa kuwa na hatari zinaweza kutokea mbali na mipaka ya Tanzania, katika nchi kama Canada au South Africa, ambapo sheria na usalama wa taifa zinapaswa kuwa kinga. Historia ya siasa za CCM inaonyesha mifumo hii ya kudhibiti upinzani haijatoka mara moja. Kutoka kwa historia ya kufungwa kwa vyama vya upinzani mwanzoni mwa miaka 1990 hadi kufungwa kwa mikutano ya kisiasa na kufungiwa kwa waandishi wa habari, CCM imejenga mfumo thabiti wa kudhibiti sauti za upinzani. Mifumo hii sasa inaonekana kuenea kimataifa na kudai diaspora kuwa ni sehemu ya shabaha za kisiasa. Hii ni tishio lisilo la kawaida, kwani inavunja kanuni za kimataifa kuhusu uhuru wa kiraia na haki za kibinadamu.
Aidha, Mange anasisitiza kuwa diaspora ya Watanzania lazima ijifunze kutokana na makosa ya wenzetu wa East Africa. Tukio la Rwanda ni mfano wa hatari zinazoweza kutokea kwa wanasiasa walioko nje ya nchi pale wanapokuwa wakiingiliana na mamlaka zisizo na za kidemokrasia. Na hii inatufundisha kuwa diaspora haiwezi kushirikiana kwa uhuru bila kuzingatia mikakati ya usalama wa kisiasa, na pia inaonyesha kuwa CCM inatumia mbinu za kisiasa kuendeleza ajenda ya kudhibiti upinzani ikitumia teknolojia, mialiko ya kifedha na hata mashambulizi yasiyo rasmi. Uchunguzi huu unapaswa pia kuangaliwa kwa mtazamo wa kimataifa, na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na wafadhili wa maendeleo wamekuwa wakiangalia Tanzania kwa karibu, na ripoti za hivi karibuni za Human Rights Watch na Freedom House zinasema kuwa hofu na ukandamizaji wa kisiasa unakwamisha maendeleo ya kidemokrasia na huru. Diaspora ni sehemu muhimu ya jamii hii ya kimataifa, na kukiuka uhuru wao kunaweza kuathiri hadhi ya Tanzania kimataifa na kuathiri uwekezaji, misaada na ushirikiano wa kidiplomasia. Kutokana na hali ni wazi kuwa wimbi la diaspora na sauti zao ni kengele ya onyo kwa CCM. Wakati wananchi wanatafuta mabadiliko ya wanasiasa wa diaspora na wanajaribu kushirikiana kisiasa, serikali imeonyesha kuwa itatumia mbinu zote ili kudhibiti sauti hizi. Hatua kama hizi zinaonyesha kuwa CCM inaogopa kuangalia hofu ya wananchi ndani na nje ya nchi. Naendelea kutumia uoga kama silaha ya kudumisha uongozi wa nguvu ambayo ama isiyo na uwajibikaji. Mwisho wa mustakabali wa kisiasa wa Tanzania unategemea namna wanasiasa wa diaspora, waandishi wa habari na wananchi watakavyoshirikiana kushughulikia hatari hizi. Ikiwa diaspora itaendelea kukumbatia usalama na kuzingatia historia, wanaweza kuendeleza ajenda ya demokrasia bila hatari, na hata hivyo kunyamaza au kupuuza hatari hizi kutaleta uharibifu wa demokrasia, kudhoofisha uwajibikaji wa CCM na kuendelea kueneza utawala wa hofu. Na Tanzania inasimama katika njia panda kuendelea na ukimya na udikteta au kupokea wito wa wananchi wa diaspora kuunda taifa lenye misingi imara ya haki, amani na uwajibikaji. Ni hayo kwa sasa, zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.